Wazeni watu wangu manze inakuaje? This is Luke TV manze, mnajua what we are all about, entertaining, inspiring and informing. Manze sisi ni wale wasee ambao tuna create clean content here manze. So we are giving you that clean content manze. Msisemage wanatupea tu content chafu nini. At least we are hit there for you to, we give you good content. My name is Luke and niko na gengeng hapa kwa segment yetu leo ya let's talk about it. Wasi inakuaje bro? Fiti sana. Tulisema part 2 lazima irudi. Bana due to public demand. Manze nasikia kidogo algorithm za YouTube. Watu wameleta maandamano. Watu cheki, ungedha nini hizi livestock za nini? Ungedha nini hizi ng'ombe za mandauo? Design watu walikuwa wameandamana. Manzala pia sio walikuwa wamekatika. Watu walikuwa wamekatika. Okay. Sasa semeni, kumbusheni watu majina zenu manze teketeke. Intro zenu tuanzia hapa kama kawaida. Kabisa Georgina manze, napenda jina yangu bado sijabadilisha. Johnny MC Mark bila mic, ule ule mzee mwenye kutano popo ina reverse, ule kijana mpienga mwenye konezdomia wahenga, ule kijana after cover feed words na safa overflow ya lines na rap. Sikieni. Umesahau kuongeza hata ule kijana hata apewe mic bado jina yake inabaki MC Mike bila mic. Ndio hiyo manze, ni mic tunasaka bana, ndo maana hadi tumekama hapa. So far niko na battery tu. Nice. And the lady in the house, and the lady. Yeah. The beautiful lady. Yeah. Hi guys, Saseni. My name is Wangui Maina, and I'm a writer currently doing blogging, and I'm a student at JKUAT pursuing economics. I'm an actress, yes, and she's also a rapper, by the way. Yeni rapper. You rap. When rapper? Atari sana. Let me tell you something funny. I guess inspiration ya kurap like ilitoka from our parents, cause tukiwa watu walikuwa na butchery. Wazazi wenu walikuwa ya rap? Walikuwa na butchery. Na kuweka alikuwa kanasaidia sana hapo job. Kazi yake ilikuwa kurap nyama. Alafu pia take look. Alafu pia wazazi wao, take alafu pia wazazi wao kuna vile wakibai gift pale pia walikuwa na rap pale pia unacheki. Alafu pia alikuwa fan pia wa Moi sana. You remember Moi? Ile kijana niliambia kitole moja. Alikuwa inspired pia Moi, cause Moi unajua alikuwa Arab. Unajua? Sijui tuseme it's Arab. It's Arab. Na kuna vile kwa mtoi pia akileta noma madhaika alikwambia hiyo shut up. Lakini kuna nani leo by manze Joe bana wapi? Watu wananiuliza ni watu wapi? Manze Joe bana Joe like ndo hivyo, wacha tunisiendelee. Don't feel kuendelea. Hebu maliza intro ulikatizia. So before I was interrupted by my very loving mentor and brother. In case you guys don't know, these are siblings. Yes. She's my small sister manze, day ones. All day every day. Amwachanagi? Si tunakuaga kimoja yani. Acha ataoleka utatoka kwa design nyingine mbaya. Na nani? Namwambia huyo wacha alikushow. Mimi unajua bedhe naenda gajimu. Wacha yake ataka mkwetu. Kwanza anatupata na ile accent ya Kilunje. Niko like brata. Umekuja kwako my sister. Sawa, karibu. Kwanza nikuletee dessert ukali kilo 2. Mguu ya ng'ombe. Uchile ya kesi yake. Kokoto. Na mixture ya soka. Wewe mtu pe jina zako tuanze show. Na mikuza ngamia. Alafu jioni tukakunywa. Ladies and gentlemen. I go by the name John Joroge. I can say that one, I'm a poet. I can say I'm a poet professionally. I'm an accountant. I'm also an actor, recently becoming a script writer, and I'm also a director in the arts industry, in the acting industry, and I'm happy to be here. And then furthermore, I'm a student of myself.
I wake up every morning Yeah. to study who I am. And I'm also not only a student to myself, I'm also a student to life. Yeah. 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 That's who I am. Yeah. Yeah, thank you. Leo umepiga intro majua. Asiyefunzwa na mamake hufunzwa na ulimwengu, ndo maana is a student of the life. Vitoka kufunzwa na madhake dunia inamtandika. Ndio maana ako. So guys manzi. Kuna mali tulimalizia the last episode. Kama za kumbuka Umsendi alimalizia. Yeah. I think mali aliguzilia ilikuwa about content. I think content that is available out there. So I think guys umeona the content that is available right there sahi. Kama ni YouTube, kama ni social media, sahi content ina sale ni content chafu. Si ndio? Tunaweza kubaliana na mimi? Yeah, true. Hata ndio content yako iende like you have to give it a title that inasumbua zin inakaa. So mbona society imefika to that level of the only content you guys can consume is that content. Nyinyi wasai nyinyi consumers. Yeah. Are you demanding that content? So let me go first. Go first. Juko na fair, go first. Episode 1 was all in the first sana. Manze na tumekula si eti tuna fast. So by the way tukirudi nimenotice kwa introduction manze wasa amesema profession, mimi manze sijasema na labda kuna potential employer na what bana wacheki kuna potential ana wote ni baki jobless hapa hivi mna fly kwa mado wacheki. Yeah. Tell us what you do, bro. So professionally manze I'm a video director and editor. Pia I'm a part-time film critic, and other than that also I'm a spoken word artist. Hizo ndo vitu. Pia nafanya kazi mingi but for now jueni hizo tu. So back to today's topic. Unajua in today's world sex sells. Unacheki ndo maana unacheki kitu yote inafanyika lazima ikuwe na some ime-oversexualiziwa ndo i-capture attention ya wase. Na nafilioni kitu moja wrong sana considering vile tuna impact the upcoming generation. Unajua wote wadogo tupende tusipende wata look up to vitu tunadu na vitu tunadu ndo zitawa affect. Juu hadi nilikuwa nacheki kuna study fulani ilikuwa inasema reason mbona in the modern world kuna psycho wengi. Ni jua se wakigrow up hiyo time ndo social media ilikuwa imeanza kukam, Facebook ndo ilikuwa imeanza kukam, masaiko wako na place ya kujiexpose hapo hivyo kuna dark web unaingia unacheki vitu masaiko huko hivyo wanadu. So unapata wewe kama mtoi pale hivyo unapata hizi vitu zina ku-influence from a young age na kupea trauma fulani. Na hiyo trauma inakusumbua by the time una dead. So unapata vitu tunadu vitu tunaweka kwa mtandao zina affect sana hii generation. Na kama unajua siku hizi msee akiweka vitu kwa mtandao na sini generation inataka immediate gratification. Umeweka kitu leo asubuhi saa 2 by jioni saa 3 unagonga 10k views uko like naishi life fit unacheki. But hautaki kuona beyond that inaleta impact gani unacheki. So mimi na feel manze content inakuwa over sexualized. Siwezi sema it's an issue of the consumers cause the content creators ndio wana control vile tuna consume content yao. Sijui kama umenipata. Juu utapata the moment ma content creator kaa watu waanze kupiga content safi, tupende tusipende si kama consumer tuta-adapt to that content. But the moment ma content creator wako like acha tu over sexualize content ndo isonge, unapata at the end of the day impact wana create si fit. Juu saibu nikuulize mtu yako pale high school form 2 alianza kufollow Shakila akiwa class 8. Huyo dema akigrow up by the time anaingia kampuni nadhani atakuaje. So manze ma content creator kitu unadu usku in mind na likes peke yake jumanze. Juu likes na kamna zinaishia. Utapata hizo likes zote na ufungiwa account kesho. But content uli create ile downloadiwa na itaishi kuwa shared na itaishi kuimpact wase wadogo. So wase wana create content wa make sure wanaangalia impact hiyo content. Unajua wako blinded na likes manze na it takes more than likes. So wacha tuende kwa lady. So unafikiria issue ni koi.
So all of clear issue ni consumers ama ni the content creators? Wow. Yeah. Hiyo swali ni overwhelming sana. Jana shida anzia wapi? Utaanzia wapi? Yeah. Okay, for me and according to my school of thought, we as human beings, we need to understand that sex is the greatest force on earth. Yeah. You understand? Hakuna power greater. Okay, God. But see, me nasema in this cosmic world, sex is the greatest force. Yeah. And kuna reason. You understand? Yeah. But so automatically, kitu yenye iko na lot of sexuality, itasell. That's very automatic. Hata mse akwe saved, hata mse akwe nini, like content yote yenye ni sexual, bora kwa yora, we are sexual beings. Yeah. You understand? And mi neza sema, for me, what I think, it has more to do with us, the consumers, because kuna laws zina govern universe. Yeah. Now one of the greatest laws ni laws of attraction. You understand? Yeah. So law of attraction inasemanga like ina attract like, na law of attraction inasemanga like you don't, like tunaambiwangu aje, you don't see things as they are, you see things as you are. You understand? And content yenye iko huko nje positive ni overwhelming. Trust me, I wish kila mse anaweza patiwa chance acheki TikTok ya uboi. Yeah. Njoro. Let me tell you, TikTok ya Njoro. Yeah. Let me tell you. As in ukiingia kwa TikTok, like time nimebeat, but bado na feel na need ku consume a lot of content. Miuch kwa TikTok yake. Vitu ziko hapo ni educative excess. You understand? Because artificial intelligence inaangalianga nini umesubscribe YouTube, nini umeangalia Instagram, Telegram, nini, and then inakuleta hizo vitu zote kwa kitu yenye wewe unataka. You understand? And mina believe personally, shida as we, mi naona kama ni sisi the consumers. You understand? Because you will always attract who you are. You'll always attract content yenye ni wewe. You understand? Hadi mimi nikiingia like home yangu ya YouTube inakuanga tu ni podcast Jay Shetty, Tom Liu, nani Jordan Peterson. You understand? So mi na believe, yes, like content ya sex, sidhani inaweza, like it's the greatest force on earth. Unaget? Na mimi naweza sema as at now, as from where we stand from, Kenya Msimaika anasema tunafaa kuchange. You understand? But sasa unaget mayai kivunjika from the outside, it's death to life. Mayai kivunjika from the inside, ni birth to life. Wisdom. So mina believe tunafaa kuanza us kuchange from inside, na ukianza kuchange from inside, uache kutaka vitu break from outside. Like hii content ya sex itoke. Hiyo si life. Hiyo ni somehow nika death ina, you understand? So once umeanza kuchange on the inside, utaanza kuattract vitu kama wewe. Atokikia hiyo YouTube utaanza kuona YouTube kama, you know, there are people wenye YouTube yao tu ni gospel music. Yeah, true. And your content ni mob, ni overwhelming. Content ni mob, shida si kunao, sikatai, na ni wengi, especially as young people. Sijui loyalty test blah blah blah, but bado wasiona do stuff poa wako. But it's up to us ku attract your content. Kwa omse utawatch hiyo vida. Kawe suo mse, wezi watch hiyo vida. You understand? So unless wewe ni Shakila mdogo, wezi watch story ya Shakila. You understand? Ako ahead of you kwa hiyo stuff. You understand? Kama ilikuwa sema work from the future, Shakila ako mbele yako. Atakawe si yeye, but the moment una consume kitu 30 minutes straight na ni BS. Trust me, when uo mseni venye bado hujafika hapo. So mimi naweza sema let's start ndo to give birth to life, tuanze kuchange on the inside, na eventually tuta attract content yenye inafaa na iko.
Ask me, I'll tell you. So consumers have a problem manze kulingana na point yake. Watu wa consume the right kidogo content. tu kuna Before useme ni kidogo tu kuna kitu opportunity before useme hiyo. Ni relevant na kitu amesema kadogo tu kuna kitu Haipiti. Amekataa. Vijana ni nguvu. Sawa. kuna kitu pia amesema ikanikumbusha something Yeah. Kama ushaikuwa pale mtandaoni unapata kale ka pop up to add nini advertiser napenda kukatumia sana kama pop up hivyo kanasema Alicia is 10 kilometers away, click here to text her. Sio kama zinakujanga. Una click hapo kwenda huko unaenda kupata ni advert ya kitu irrelevant, maybe ya kitu kama betika ama nini so hiyo ni ku justify that manzi sex ina sell sana. So unapata kitu yenye I sell anything to do with sex, natumia kama sex ikue kama ndo selling point ya kukata attention ya mtu. So Joro. Finally nimefikiwa. Thank you very much. It has been a journey. Hey, we unaona kama anti wa haria. Eti enedake na mono. Enda umire Massachusetts irani enedaki nya la vilivo. Ndo nimefika. So anyway. Ni sad. Because one, you have to understand that the reason why we have a negative content on social media, it's because it is designed to be there. Albert Einstein wrote and he said that there is nothing that is hard for a government. It is hard for a government to rule a people with intellectual freedom. Unacheki. So what happens is this. And I'm telling you, this is things that are being deliberately done by the people in power. Na nikisema power nasema the United States or like deep state, if I may say. Najua hizi vitu ziko na conspiracies kibao. True. Sijui nini. But hizi ni vitu zimekuwa tried na zimekuwa tested over time. So this is what these guys want. In order for the government to keep ruling, in order for the government ikituibia resources, what do? They need to distract the young generation. And let me tell you, if the government wants to destroy a country, they'll not destroy the 50. If they want to destroy a nation, if they want to distract a nation, they'll not distract the 60-year-olds. They'll not distract the 70-year-olds. They'll distract the 15-year-olds, the 20-year-olds, because we are the nation of tomorrow. True. So society ikikuletea positive content, if gava inaweza regulate content, mget positive content, alafu nyote mkwe wajanja. Wow. Look, si wote tukwe wajanja. Alafu tukiwa wajanja, gava itaibaje. Because let me tell you, Ruto, ama those who are in government, Raila and everyone, they are there to stay. Let me tell you, it's not by default. It's not by default that Uhuru amekalia hiyo kiti. And let me tell you, they say we need to be students of history because there's nothing new under the sun. So the mere fact that Uhuru ni prezo, mtoi wake atakuwa prezo. Mtoi wake atakuwa prezo. Mtoi atakuwa prezo. But mtoi wa hustler ataendelea kuwa hustler. Mbona? Cause tulikuwa distracted. Tulikuwa distracted na nini? Tulikuwa distracted na e-content negative. So one thing I can say is this, there are rules of life, as she has said. And one rule of life, there's a law that's called the Murphy's Laws of Life. He says, if anything can go wrong, it will go wrong. And then, ndakupiga quote ingine, inasemaje, if you find yourself going in the direction where everyone is going, it is time to stand, look back, look in front of you, and do some reflection. So this is what happens in life. People major with minor things. Wanipata? People major with minor things. So unakuta tuna major na content ile mbaya because it is designed that way. Hadi kuna rules za life zenye ziko hadi kwa Bible. Unasema iko designed that way. Yes. Does it mean hatuwezi fight? Let me tell you. Let me tell you. History has proven that 96% of the people in the world hawata live success, hawata live happy. 80% ya wase kwa world hawata live unhappy lives. Only 20% ni wase tu kiasi. So
the mere fact that world ni toxic iko designed kukua hivo. And I'll give you a very good example. When you start a garden and you leave that garden untended, what will happen? Utapata weeds, utaget oxalis, utaget all types, utapata zile materere, pigweeds. But huwezi acha garden ukamukute apples, maembe zimemea naturally. Let me tell you, wanasemangaje, oh my God, wanasemangaje, if you don't intentionally walk or strive towards the positive things, the negative things will automatically take over. Unipata? So, the fact that e-content ni negative, itaishi kukua na itaendelea kukua. So, the question we need to ask ourselves is, weweka look, maproducer wetu pale vo, what are you doing to tender that garden? Because what social media is doing, it's programming our minds. Manze neza bonga tomorrow, but so I want wacha nipatia our chance onge. Does it come back to freedom of mind? Swali ni yako wewe. Umuuliza ana digest. It's a lot. Your swali. Give her time. Watch her take her time. Wow. Hiyo ni $1 million question. I know. That's like I'm feeling the chills. I'm only so swali nika feel. You wanna feeling you? Like ooh, like hey, nimesikia hiyo swali. That's a good question. Very good question. Wow. Mimi naweza sema like tuna need ku free minds zetu one, and bado mimi naweza sema like freedom ya mind ina narrow down to like una get mi sijui ka watu understand venye background na place msee ametoka venye ina matter a lot. You understand? Like place umetoka, maparo wako, vitu wamekufunza. You understand? And huwezi funzwa na mtu kukua kitu yenye yeye si ama hajai kuwa. You understand? You can be taught by someone how to be something they've never even seen, they've never even tasted their whole life. You understand? And mimi naweza sema bado back to your story ya social media, si tuna consuming ya certain subconsciously because of what we were taught, because of where we come. You know, I was reading a book yesterday and inaitwa Beyond Illusion and Doubt, and hiyo book inasemanga, now the last chapters ndo namalizia hiyo book leo, inasemanga as human beings tuko created naturally, when tulikuwa nasema like sex is the greatest force on earth, naturally tuko created ku worship. We are created kuona something iko greater than us. We are created to idolize, but now we are created to worship God. We are created to follow. Like una get tuko created kufuata. So you understand? Like ndo maana unapatanga people worship people instead of serving people. People idolize people. You understand? Like wase wana idolize Cardi B, wase wana idolize Shakila, wase wana idolize MC Mike. Simple boy. Simple boy. Inauma, but inabidi uzi. Yeah, it have manze. But simply because tuko created kufuata. So when una choose kenye utafuata. Thank you. But now your energy huwa tunai focus in the wrong things. Tunai focus in the wrong places. You understand? Like I even discovered juzi kuna disorder imetokea na hii generation yetu. Inaitwa hypersexuality disorder. Hey. Imagine. Hyper what? It's MC Mike bila Mike? Allah. Inashindwa hii inaleta hyper disorder. Inaitwa disorder ama nini? Ulisahau notebook bro. Manze. Hypersexuality disorder. Ladies and gentlemen. The power of writing. Manze, there is power in written words. There's power in writing. Watu waandike. Bana. Hata nikuulize ukisema power in writing. Check Njoro Excuse, ngoja. Hiyo line ndio nakamia kwanza. Wewe ni wasanii. Nataka kusema punchline
punchline yangu. Tumesomana. Wacheki vile Kuya amesema there is power in writing. Manzi watu kwenye simu tuandike kazi. Joro. Umesema punchline yangu. Ulikuwa unataka kusemaje? Tulieni. Sasa chokola the point writing atakuwa anaandika watu kazi. Malizia. Explain what's that. Oh, like now hypersexuality disorder. What is it? Yeah. Ina show that each generation yenye tuko people ni hypersexual to an extent where inaweza kuwa medically diagnosed. You understand? Like wase imegrow to that extent na ni venye MC Mike anasema because ya kuconsume a lot. You understand? But mimi naweza sema bado as much as kuna hizo riba, mi bado na believe kuna a lot of unconditioning ku happen. Unaona, because tumefunzwa like tuko created kufuata ama kufollow kitu ama ku idolize kitu. Generation yenye tuko tuna idolize sex sana. You understand? Tuna idolize wase wenye tunaona wako mbele yetu. You understand? Like we need, instead of yo kitu, it's an energy and I believe tunaweza channel in other ways. Is it that easy? Yeah? Channel level, is it that easy? No, it's not. It's okay, I don't know if ni sensitive kuingia into this topic so much, but tunaweza endelea ndani kidogo. Ingia. Okay, I was also Lakini kumbuke it's viewers discretion. 18 years. PG 6 months. Ikituka tunaenda hadi 6 months. Ikituka tunaenda hadi part 3 ni sawa. Yeah. And I've been studying a lot of spirituality and understanding how sex is more spiritual than physical. But now in the physical part, it is stated, and this is in reality. You understand? For especially men who start engaging in sex before they reach 25 years, automatically brain cells zako zina decrease. Brain? Yeah. As in, protein yenye iko kwa semen. Unatisha watu huku nje. My friend, I want to address, don't lose. Watu walishaji format. Like tungekuwa kala kitu kanaweza read memory. Wako factory setting. Kuna wase inasema memory crashed. Thumbnails. Nini zao zimejaa thumbnails. Ona, cheki wase. Hawa watu wanafanya loyalty test wanafail. Below 25 unapoteza memory. Oh my God. Mimi nashuku wase wa loyalty test wenye wanafail. Yaani wamebakisha kitu. Wow. Watu wapoteza memory bana. Wanatembea na flash imeconnectiwa hapa ikitolewa na memory. Anyway, so ni sitaki kuingia so much. So I'll go like nataka hii content kwe like consumable with everyone. But semen proteins zenye ziko kwa semen bado zinakuanga part of proteins zenye zinatumikanga kufanya brain cells za msezi grow. You understand? Like hiyo protein, you understand? Like I don't know if you guys mnaelewa. Lakini sasa mtu akiota sasa hiyo Azizi, hiyo ni normal. You understand? Hiyo ni normal, but what I'm trying to Allah. But what I'm trying to say, si akianza kukua, like unacheki some young girls, some young boys, they start engaging in sex at a very young age, 12 years old, but hiyo bado ina limit brain growth yako because semen iko na proteins zenye zinatumikanga ku cells zako zigrow. And sasa now hiyo sasa hypersexuality disorder, it's mainly caused by people who consume a lot of sexual content kwa social media. And since we are venye nilikuwa nimesema mara ya kwanza that tuko conditioned ama ni kama venye tunasemanga girls are naturally ni submissive. You understand? So as human beings, naturally tuko created kufuata kitu. So as a generation, tumeidolize sex, tumeidolize wase wenye wana sell sex to us. Na mimi naweza sema, ndio mse atoke hapo, venye umeniuliza, lazima ukuwe mentally free. Lazima gain more knowledge. And I want you guys to go and research about spirituality yenye iko connected na sex. Na wase wataanza ku abstain. And the human mind. For real. And the human mind. And the human venye nilikuwa sema like human mind ya mse. If me I can say this, look, manze, if uji venye brain yako ina work, then huwezi itumia. Saka sasa nikikuletea gadget fulani mseka mimi siwezi tumia hii kamera.
mbona sijui venye ina work. The same way you can't use your brain if you don't know how it works. Let me tell you something funny. We are only conscious 3 seconds an hour, and we have 24 hours. So just take 24 multiply by 3, you only 12, 6, 7. We are only conscious 72 seconds in a day. Ndio unakuwa ukijiview not as wewe, not as brain yako, not as thoughts zako. Ndio unakuwa freed from your habits only 72 seconds. Unaget hiyo time ingine yote unakuwa ukiact out of your habit. They say it takes you 3 seconds to make a decision. As a marketer, you have to convince someone to buy a product within the first 3 seconds, because upon the wall make a decision whether they know it or they don't know it. So you'll find that you're living in a generation where people are attracted to negative things and they are not aware. And let me give you a good example. Look, tunajua that kuomoka you have to be hardworking. Kuomoka, you have to be persistent. Kuomoka, you have to surround yourself with productive people. But why don't we do that? This is why. Because tunajisurround na wasee ama na information yenye ina go into our subconscious mind. So you'll find that what our mind does, let me just tell you what your mind does is anything that is important to you, ndio kenye mind yako inafanya. Na anything umefanya repeatedly, mind yako ina consider that as important. Wow. So unakuta kama umezia kuona negative content na upendagi, unaonaga tu mind yako inachikia negative content. Ukifika kwa PCMC mic bila mic, ukisikia beauty ni nini, unaruka. Ukikamka kwa blog yako iko like ukifika kwa loyalty test kabisa. So you'll find that mind yako itakuwa like nice, hii stuff ndo inanibamba. Because you have to note one thing. Your mind is designed, it's designed to make you survive and not to thrive. Unacheki. So mind yako inaenda mahali wase wengi wa man ni a lot. Ni a lot. Uliza. Ni vitabu gani mnasoma? Cheki nikirudi kwa history yenye kweli alikuwa ametushow nayo. Hii history kweli alikuwa anatushow ya 25 years of age na sex ni nini. Wanacheki nani Isaac Newton ni fun fact man. Isaac Newton died a virgin. So una imagine yeye aliretain hiyo knowledge yote unacheki. But now on a lighter side, it's unfortunate. It's unfortunate that Isaac Newton invent force of gravity, but no one fell for him. Kama Ujamani jina huyu. Hiyo likali. Bebe it's so true. I swear nilikuwa na joke fulani hapo hivyo imepotea. Imepuliwa na gravity. Let me adapt to what amesema. Serious points please. Okay. Let me adapt to what he has said. Venye anasema ati waseka Isaac Newton walikufanga wakiwa virgins. It's true because when nimesema sex is a force, ni energy. Na trust me, hiyo energy unaweza i-channel to other things. You understand? Like niaje, like senyo wanakuanga highly enlightened. Let's say si wanakuanga Benedictine monks, monks wa Buddhism. Let me tell you something funny, folks. Utarealize, unaona monks. Monks wanakuanga virgins. Jesus pia alikuwa virgin. Hakujiengage na any woman. Unaget? So you'll find that ni funny venyadi Mary aliget Jesus akiwa virgin. So there is a lot of power in sex. Yes. Ama the sexual drive. Iko na a lot of power yenye inaweza kuwa channeled. And let me tell you, society, kuna watu wamekaa mahali wanajua hivyo. Whoever controls this social media. So what do? They deliberately sell sex to us. Because wanajua one, itatu drain mentally, itatu drain physically. Let me tell you something funny. I was telling my sister the other day, I was reading a book and ilikuwa inasema that once ume have sex, mind yako ina produce chemical inaitwa dopamine. Ina produce 100 times more. So dopamine is a chemical inside the brain that is responsible for motivation, even for moving your hand. Kumove hivi lazima mind yangu ilikuwa motivated kufanya hivyo.
Na the fact that nimefanya hivi, literally the fact that nimefanya hivi, kuna dopamine imeproduciwa kwa mind yangu yenye imenimotivate nini hiyo mkono hivyo. Na aim yake ni kuexplain hii point, si ndio? So you'll find that once you have sex, dopamine you experience something called a dopamine splash. Una get? So mind yako inakuwa so excited. And then after that, mind yako ina produce chemical nyingine inaitwa prolactin. Prolactin ni chemical inakufanya utake tu kukaa, kutulia, usiengage na anything, urelax, na ukwe tu dormant, na uko so unmotivated. So you'll find the more a young man engages in sex, the more prolactin iko produced kwa mind yake. So unakuta kenye unafikiriaga tu ni mama, makwela, mangeos, mandoko, mamkoba, mangoko, machicks, na kuna kitu ingine unafikiriaga. And it's addictive bana. Let me tell you, the Bible says, be wary of women. They have destroyed great kings. Preach, my brother. Preach. Biblia imesema hivyo, be wary of women. They have destroyed great kings. Kila King Solomon bana. Akiandika Ecclesiastes, the guy was drunk na alikuwa kama kwela wamemzungusha ameona noma. Alafu uko hapo hivi umerelax. Kazi ni kushikisha ukisikiza Gregory Isaac na Bob Marley na Don Carlos. Na Solomon alikuwa king na mademo alimuonesha noma. Alafu uko hapo kule kama mimi mjanja utati. Mimi niko na point ya kuargue kidogo. Sawa. Ya women. Yeah. Waambie juu I think umeguzia. Cheki kui. Hapo na feel tunaweza sema maybe some women to be on the safer side. No. The Bible inasema hivyo. No. Shuka maisha. No, I can argue like this. As human beings, you'll always be controlled by whatever you need. Yeah. So if you need love controls you. If you need money controls you. If you need women control you. Tunaweza malizia hapo, tunaweza funga hisho. Tunaweza funga hisho. Ngoja, let me tell you. It's a rap. Ngoja. Kwa hiyo story ya women. Ngoja. You'll kwa story ya women. Women. Ngoja. No. Wewe. Check. Unasema ngapi? If you're not landed, unataka ngoja. Please cut. Ngoja, guys, 40 minutes zimeisha. Subscribe. 40 minutes zimeisha. We are done. What? We are done. Tunapiga part 3. Aya, sawa. So basically, okay, and I make sense. Yeah. Unajua, at the end of the day, it's a matter of you understanding who you are, what you want, where you're from, what you're after, and define it clearly. Because if you don't know what you want, what you don't want will automatically take over. So negativity may take over, may imekuwa taken over. Negativity may take over, may imekuwa taken over. Wanipata? Yeah. So ladies and gentlemen, my name is John Joroge. I'm pleased, I'm happy to be here. Let's continue spreading good vibes, good vibrations. Let's continue seeking the truth. True. Because if we continue seeking the truth, as my sister said, truth belongs to us. And one thing truth will do to you is it will set you free. Thank you. Wow. Wisdom. Wow. And to add on to his conclusion, please understand that there is a difference between perceptual truths and fundamental truths. And as I wind up, I want to say to everyone who is out there listening to me, please guard your heart. Please protect your heart. Because everything you do and everything you say comes from it. My name is Wangui Maina. I'm a speaker, I'm a writer, I'm a student, and I'm pleased to be here. Asanteni sana. Yeah, manze. Kufinalize wisdom hapa. Ngoja, hivi ndio imekuwa cheki. Tumekuwa Washington DC, tukienda Tokyo, alafu tukienda Mokuru kwa Ruben. Tukienda straight in the heart of ghetto. Tukienda ghetto. Okay, so kumalizia.
So kumalizia manzi story tumebonga hapa hivi imekuwa ni story moja legit. So mimi tunaweza sema ni to take advantage ya kwa tuko tumezaliwa time yenye power iko in our hands, unacheki. Design Joral kwa anasema sasa msee wako in the modern world akona more information than president wa US like 30 years ago. So tutumia na alafu tuko ile age kama vile 20th century ilikuwa the industrial era. Before that 19th century ilikuwa the agricultural era. Sasa 21st century we in the information era, unacheki. Na sasa msee mwenye akona information yako in power. Ile time ya industrialization msee alikuwa na industrial manpower ndio alikuwa in power. So sasa take advantage ya ukiwa na bundles za 10 bob unaweza get any content, any information unataka pale kwa net, kujijenga on the better side. Na ugo an extra mile kama uko na hiyo advantage. Kitu maparo wetu wakuwa na ajua hadi kuna sometimes unacheckingi maparo wako vile walikulea juu sisi tumekuwa watu wazima design, unaweza cheki vile paro wako walikuwa na kubring up unasema nyo hapo ni madhangu but hapa hivi ulipiga mistake 2-3 unacheki. True that. Juu sasa nikuulize budako shikipigia story ya venye alikuwa nenda shule. Budangu nasikia alikuwa gada mkaga asubuhi akanyaga chini kuna mambo iba zimemdunga miguu akifungua hivi mlango ndio hiyo chui inamkimbiza anaenda na dive kwa mto. So ni kimada manze to take your advantage manze, unacheki watu tuna bring up kama uko na bromless pale hivyo tuko na advantage maparo wetu ku get ku experience, tuko na advantage ya tuko na information. So ule ukikam time ya kupata mto iko uko na bromless chukua your responsibility joju manze, the future lies in the hands of the young people. Hivyo ndo naweza sema. MC Mike bila Mike kama kahawa ile mse mzima nyopata na views zinakosa ku reverse. Joro, please next time I'm not bringing Joro on the show please, so bear with me. Manze nimeshukuru sana mmekam. Ile wisdom mmepewa sasa manze nikiongeza ndaribu. Manze nimeshukuru sana manze MC Mike bila Mike umekam through. Kabisa. Nimeshukuru sana kwa hii umekam, nimeshukuru sana Njoro umekam manze. Respect. I hope wase mkitaka more content ya hawa say I think semeni tu mbio jina ya social media. Please usiongeze anything. Mimi nifuate. Mimi mali nataka watu wanifuate ni TikTok bana. Imamba kufollow 300 people na niko na follow ni watu wawili. Njoroge_Maina. Koi. Mimi nataka watu waende wasome blog zangu at blogger.com wangu Imaina. Thank you. Mi kila mahali ni MC Mike bila Mike, ukiniona mtaani pia usiogope kunifollow. Tumefunga show. YouTube Look TV, Instagram Look TV, nama my personal account is king_Look. It's a wrap. Like and subscribe guys. Like and subscribe. Yes. And share.